Jina langu naitwa David Philip Vuo, ni afisa afya wa mkoa wa Pwani, lakini katika tukio hili ninamwakilisha mganga mkuu wa mkoa. Shughuli hii ya kuhitimisha ama kilele cha siku ya afya Kibaha Manispaa. Shughuli hii ya kilele ama shughuli ya afya katika manispaa ya Kibaha imeambatana na shughuli mbalimbali, kuanzia kufanya usafi, ambapo wiki iliyopita watumishi wote na jamii ya Kibaha Manispaa walifanya usafi maeneo ya soko letu la Loliondo, lakini pia iliambatana na upimaji wa afya kwenye eneo hili hapa, ambapo magonjwa mbalimbali yalipimwa hapa na takriban watu zaidi ya 200 walionwa. Na katika idadi ya watu ambao wameonwa, ilionekana kwamba kuna changamoto kubwa sana ya watu kupata magonjwa ya pressure, ambapo wagonjwa takriban zaidi ya 50 waligundulika kwamba wanaugua pressure, ambapo walikuwa hawafahamu kwamba wao wanaumwa pressure. Lakini takriban watu 8 walionekana kwamba wanaumwa kisukari, watu ambao walikuwa hawafahamu kabisa kwamba wana ugonjwa wa kisukari. Magonjwa haya yamekuwa yanasumbua watu wengi na bila kufahamu kwamba mtu unaumwa ugonjwa gani. Katika nafasi hii basi nitoe wito kwa wananchi wote wa Kibaha, lakini maeneo ya mkoa wa Pwani, lakini kwa jamii nzima ambayo imefuatilia tukio hili la afya manispaa ya Kibaha, waone kwamba kuna wito wa kupima afya zao kila mara. Lakini magonjwa haya yanaweza kuzuilika kwa watu kufanya shughuli mbalimbali, kufanya mazoezi, kufanya michezo mbalimbali, ambapo leo katika kuhitimisha kilele hiki cha Afya Day katika manispaa ya Kibaha, watu wamejitokeza kwa wingi, vijana wa kike na wa kiume, kufanya mazoezi, na vikundi vya jogging vimesimamia ama vimeratibu shughuli hii kwa kushirikiana na idara ya afya manispaa ya Kibaha. Lakini nimepata taarifa kwamba baadaye hapa patakuwa na mashindano ya michezo, kutakuwa na mpira. Nitoe wito pia watu tuendelee kushiriki, kuangalia na kufuatilia mambo haya ambayo yanaambatana na masuala ya afya. Lakini katika masuala ya afya ambayo yamefanyika katika kipindi hichi cha Afya Day, hii ni nguzo mojawapo katika nguzo zile za kampeni ya afya ama kampeni ya Mtu ni Afya, ambayo kama tunakumbuka ilizinduliwa hapa Kibaha mwaka jana, mwaka 2024, na Mheshimiwa Makamu wa Rais katika viwanja vya Maili Moja hapa katika stendi ya zamani. Wito mkubwa ni kufanya jamii kuwa na afya njema. Katika kampeni hii ya Mtu ni Afya ambayo tunaendelea nayo mpaka sasa, sawa sana kufanya usafi, kufanya mazoezi, lishe bora, lakini na mambo mengine, utumiaji wa nishati safi pia yameelekezwa katika kampeni ile ya Mtu ni Afya. Majina naitwa Joel Kitu, ni kijana aliyeshiriki wiki ya Afya Day, ikiwa ni kilele cha wiki ya Afya Day katika manispaa yetu ya Kibaha. Tunakumbuka makubwa ambayo yamefanywa na serikali ya awamu ya 6 kwenye sekta ya afya, mojawapo ikiwa ni kuboresha hospitali zetu za rufaa mikoani kote. Hospitali 27 kati ya 28 sasa zina huduma ya CT scan. Lakini kubwa kwa upande wa kina mama kwenye sekta ya afya, ukifuatilia mwaka 2021 asilimia 63 pekee wa kina mama wajawazito walikuwa wanajifungua katika hospitali zetu. Lakini mwaka 2025 chini ya Mama Samia, sasa wakina mama kwa asilimia 88 wanaweza kujifungua katika hospitali tena. Sekta ya afya mama ameweza kujali sana na kuiboresha kwa kiwango kikubwa. Kwa katika wiki nzima hii, licha kwa kufanya usafi, tunazungumzia yale ambayo serikali yetu ya awamu ya 6 imekamilisha na imefanya kwa kiwango kikubwa. Na nawahamasisha vijana wenzangu, tunapomalizia wiki hii ya Afya Day na kilele chake tarehe 29 ni siku ya uchaguzi. Tunahamasisha vijana wenzangu wote tuendelee tukatimize haki yetu ya msingi ya kikatiba ya kwenda kupiga kura, maana kupiga kura ni haki yetu. Tupige kura bila kusahau kwamba bima ya afya kwa wote ni msingi bora wa huduma ya afya. Asante sana. Kwa jina naitwa Dr. Catherine Frank Saguti, ni mganga mkuu wa halmashauri ya Manispaa.
kupiga kura maana wote tunajua Kwa jina naitwa Kasim Chamiti, ni mkazi wa Kibaha mkoani A. Leo ni kilele cha wiki ya Afya Day. Tunashukuru tumelipokea zoezi vizuri, tumepata huduma za upimaji wa afya. Tunashukuru kwa wakazi na wananchi wote. Hivyo nipende kuwashukuru Kibaha Manispaa kwa zoezi hili, kwa wananchi wake na kutujali. Nipende kuhitimisha na kukumbusha kwa wananchi wenzangu na vijana wenzangu, tuna zoezi la tarehe 29 kwenda kupiga kura kwa amani. Kama vile wavyosemavyo, Oktoba tunatiki. Wewe mwananchi popote ulipo, kama umejiandikisha, jitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura tarehe 29. Asanteni sana.